ugumba ni hali ambapo mwanamke au wanandoa wanakaa kipindi kirefu, takribani miaka 2 bila kupata mtoto au kushika ujauzito wa aina yoyote. Si kwamba mwanamke anashika mimba na inatoka, la hasha, bali mwanamke hashiki mimba kabisa bila kutumia hata njia ya uzazi wa mpango. Hapo sasa tunaanza kuita ni ugumba. Katika mada leo nitakuletea dalili za mwanzo za ugumba ambazo ukiziona unaweza ukafanya uchunguzi wa kina wa kitabibu ili kujua kama una changamoto ya ugumba au la. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba. Kama ulikuwa bado kujiunga nasi, bonyeza alama subscribe, kengele pembeni yake, utakuwa umejiunga nasi. Dalili ya kwanza ya ugumba ni kupata hedhi isiyo ya kawaida. Hedhi isiyo ya kawaida tunamaanisha hedhi ambayo hedhi inapotokana na damu nyingi, kutopata hedhi kabisa, kupata hedhi katikati ya mzunguko, hedhi ambayo haijulikani kiwango au urefu wa siku za hedhi. Kwa mfano, unaweza kupata saizi kwa siku 40, inayofuata ukapata kwa siku 30, au inayofuata usipate kabisa kwa kipindi fulani. Hiyo tunaita hedhi isiyo ya kawaida. Hedhi isiyo ya kawaida inaathiri upatikanaji wa ujauzito, lakini pia inaathiri kutofahamu kwa usahihi kuhusu siku ambazo unaweza ukapata ujauzito. Hii inaweza ikaashiria ni moja dalili ya mwanzo ya ugumba. Dalili ya pili ya ugumba ni kutokwa na uchafu sehemu za siri, lakini pia kupata harufu mbaya ukeni. Hii inaweza ikaashiria maambukizi ya bakteria katika mfuko wa uzazi au katika mfumo wa uzazi ambao unaweza ukaathiri upatikanaji wa mimba pale ambapo inatafutwa hata kama hedhi inakwenda katika mzunguko ambao unatakiwa. Dalili ya tatu ni kutoshika mimba kwa takribani miaka 2 kwa kufanya tendo la ndoa bila kutumia kinga. Hii inaweza ikaashiria kwamba kuna changamoto ya mfumo wa uzazi ambapo inaweza ikatokea kwa mwanaume au ikatokea kwa mwanamke. Kwa hiyo ikiona mwanamke hujapata mimba kwa takribani miaka 2, basi ni jukumu lenu sasa wanandoa kwenda kufanya vipimo vya ugumba, kwani tatizo linaweza likawa kwa mwanamke au tatizo linaweza likawa kwa mwanaume. Dalili nyingine ni kupata maumivu makali wakati wa kufanya tendo la ndoa. Hii inaweza ikaashiria kwamba kuna changamoto ya mfumo wa uzazi, ikiwemo kunaweza kukawa na tatizo la kansa ya mlango wa kizazi, au kukawa kuna maambukizi ya bakteria au maambukizi ya fungus ambao yanaathiri upatikanaji wa mimba kwa namna moja ama nyingine. Dalili nyingine ni dalili za mabadiliko ya homoni. Mfano, unaweza ukawa na chunusi nyingi, kuotwa na nywele kifuani au sehemu zingine za mwili, lakini pia muda mwingine pia hata sauti kubadilika, ukawa na mfano wa sauti ya kiume. Hii inaweza ikaashiria kwamba kuna mabadiliko ya homoni ambayo pia yanaweza yakaathiri upatikanaji wa mimba. Kama una hizo dalili na umekaa takribani miaka 2 kwenye ndoa na haujatumia njia za mpango na hujapata ujauzito, inaweza ikawa dalili za mwanzo za ugumba. Dalili za mwanzo za ugumba ambazo ukiwa nazo unapaswa kuchukua hatua mapema, ikiwemo kufanya uchunguzi wa kina, kuwasiliana na mtaalamu wa afya, lakini pia kupata ushauri ambao utaweza kukusaidia wewe kupata ufumbuzi wa tatizo ambalo linakusumbua. Niseme kwamba ukiwa na kutopata ujauzito kwa kipindi cha miaka 2, sio moja kwa moja tatizo la ugumba. Inaweza ikawa ni tatizo fulani la kiafya ambalo linahitaji kufanyiwa uchunguzi wa kina. Hivyo ni muhimu kupata uchunguzi wa kina kwa ushauri wa daktari na kwa ushauri wa wataalamu wa afya bobezi. Hivyo unaweza kusaidia kupata ujauzito. Lakini pia kuna njia mbalimbali za kupata ujauzito. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki. Kama ungependa kujifunza zaidi au kuna mada ungependa kujifunza zaidi, niambie kwenye comment section na sitajifunza zaidi. Nikutakie siku njema na Mungu akubariki.